tumtukuze Mungu kwamba kwa siku ya leo ni moja kati ya watu tuliokubaliwa na mbingu ya kwamba asubuhi ya leo tumfanyie Mungu ibada. Na kwa sababu hiyo Biblia inasema wakutanikapo wawili watatu kwa ajili ya jina langu nipo katikati yao. Sisi ndio aliokuwa ametulilia, na kwa sababu ibada hii tumekwisha kuanza, yuko katikati yetu, na kwa jinsi tulivyo hivi ndivyo alivyokusudia pia hata haya ambayo tunaenda kuzungumza kwa uwepo wa Roho Mtakatifu yatusaidie sisi, lakini pia kwa wenzetu ambao watakuwa wanaendelea kutujoin. Mungu atakuwa ni mwaminifu, na tumtukuze tu Mungu kwamba kama tulikuwepo tulitamani sana ibada ya leo tutumie muda mwingi zaidi kwenye kuomba kuliko hata kufundisha. Kwa maana yake tumshukuru pia Mungu kwa mwenyekiti wetu ameanza ibada kwa wakati ya kwamba tupate muda mwingi pia wa kuomba. Kwa hiyo hilo nalo ni jambo la kumtukuza Mungu, na kwa sababu hiyo kabla tujaomba kuna vipengele ambavyo tutavizungumzia tukiwa tunamalizia somo letu ili tupate muda mwingi wa kuomba. Na kabla sijaanza kuzungumza vipengele vya leo, nikumbushie tu tunaendelea kujifunza somo linalosema nguvu ya roho, nguvu ya sadaka katika madhabahu. Bwana apewe sifa. Tumekuwa na somo hili tokea mwaka jana kwa miezi ya mwishoni hapa, kwa nafasi ambazo nilikuwa napata kibali cha kusimama, nilikuwa nikileta ujumbe, lakini tukasema kwamba kuna hapa katikati kuna vitu viliingilia mpaka mwaka ukaisha, tukuonana tukusimama hapa madhabahuni. Binafsi sikusimama, lakini lilikuwepo kusudi la Mungu kulifanya hili somo tuanze nalo mwaka huu. Kwa wale ambao tulikuwepo wiki iliyopita, tulisema yawezekana kusudi ilikuwa ni kwamba wakati tunaweka mipango mikakati yetu ya mwaka huu, tuanze na somo hili ya kwamba tuweze kutambua thamani ya sadaka hata kwa yale ambayo tumekuwa tukijiwekea mipango mikakati ya kwamba tutayafanya kwa mwaka huu, ili ya kwamba Mungu apate nafasi ya kuyasimamia na kuhakikisha kwamba yote yanatimia. Ni muhimu pia kujua nafasi ya sadaka katika hayo ambayo tumekuwa tukiyapanga, tunatamani Mungu atutendee kwa mwaka huu. Kwa hiyo tukasema inawezekana hilo nalo lilikuwa ni moja ya kusudi la kufanya somo lisiishe tu mwaka jana, tuanze nalo. Na ndio tukasema sasa, kwa sababu hiyo wiki ilikuwa ni ya kujifunza zaidi, lakini wiki hii tukaitamani sana tuende sasa tukaombee mipango mikakati yetu ya mwaka huu, lakini tukiwa tunambatanisha sasa na sadaka kama tulivyokuwa tukiendelea kujifunza tokea mwaka jana, sadaka na inafanya nini. Tumekuwa tukijifunza mambo hayo, lakini kwa leo niingie sasa kwenye somo letu moja kwa moja. Lakini kabla sijaenda vipengele vya muhimu vya leo, naomba tu kukumbusha vitu vya muhimu sana ambavyo ni baadhi ya vitu ambavyo tuliviona kwa wiki iliyopita. Tumekuwa tukijifunza nguvu ya sadaka. Sitaki kuzungumza maana ya sadaka na madhabahu, lakini ile wiki kuna kitu tulisema, nguvu ya sadaka katika madhabahu ni kukupandisha wewe mtoaji wa sadaka kwenda kwenye madhabahu ya Mungu, kukuvuta wewe kwenda moja kwa moja kwenye madhabahu ya Mungu. Hiyo sentensi tulizungumza sana na ni muhimu sana kwa katika yote haya ambayo tumekuwa tukijifunza tokea kwenye kipindi ambacho tunazungumza habari za Elia. Anataka mtambulishe Mungu wake, thamani ya sadaka aliyotoa ndio iliyoamua Mungu kujibu siku hiyo mpaka kufikia hatua hiyo. Kumbe kitu cha muhimu ama shabaha kubwa ambayo tulikuwa tunaiangalia kwa somo hili ni kwamba nguvu ya sadaka kwenye madhabahu, na nguvu ya sadaka ni kumpandisha mtu, kumtoa mahali tu alipo, kumpeleka kwenye madhabahu ya Mungu, na ni tafsiri nyingine ni kumvuta mtu aende moja kwa moja kwenye madhabahu ya Mungu. Ndiyo nguvu ya sadaka yenyewe. Na tukasema katika vitu vingi sana ambavyo Mungu vinaweza vikamfanya
ashuke moja kwa moja kwa mtu. Sasa sadaka yenyewe inafanya kinyume kidogo, inakuchukua wewe na kukupeleka kwenye madhabahu ya Mungu. Ndicho tulichokisema. Tukasema moja ya kitu ambacho kinaweza kikamfanya Mungu ashuke kwenye maisha yako ni utakatifu. Vipo vitu vingi, lakini moja ya kitu ni utakatifu. Imeandikwa kwenye Waebrania 12:18, anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na kila mmoja, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Sasa Biblia inaposema hakuna mtu atakayemuona Bwana asipokuwa na utakatifu, tafsiri yake kwamba ukitaka kumuona Bwana ni lazima kuwepo na utakatifu. Na kumbe neno kumuona Bwana ni kwamba Mungu ameshuka kwako na wewe ukapata uwezo wa kumuona. Kwa kumbe kitu ambacho kinaweza kikamshusha Mungu kuja kwa mwanadamu, tukasema ni utakatifu. Ni moja ya kitu ambacho ni cha muhimu sana, na Mungu wetu amekuwa hawezi kujizuia kabisa pale anapoona watu ni watakatifu, na ni lazima tuwashuke. Lakini tukasema Mungu akishuka kwenye maisha yetu haimaanishi ya kwamba tumeondokana na shida. Akishuka manake anakuja ananikuta mahali nilipo. Biblia imesema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Manake anaposhuka anatukuta bado tukiwa kwenye hali yetu ya mwili, anatukuta tukiwa kwenye ulimwengu. Kwa maana yake kama tupo kwenye ulimwengu, tuko kwenye hali zetu za mwili, Mungu tunaweza tukawa naye. Tukasema siku hiyo kwamba tunaweza tukawa na Mungu na bado tutatembea kwenye moto. Tunaweza tukawa na Mungu na bado tutapita kwenye tundu la simba. Bwana apewe sifa. Tunaweza tukawa na Mungu bado kuna njaa itatufikia. Tunaweza tukawa na Mungu kuna mateso, kuna wakati tutapita kwenye nyakati za mateso. Tutakuwa na Mungu lakini kuna wakati tutapita kwenye changamoto fulani. Bwana apewe sifa. Kumbe Mungu kushuka kwake hakuondoi shida katika maisha yetu. Sasa tukasema sadaka yenyewe inafanya kinyume, inakupandisha wewe, unaenda kwenye madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo kuna tofauti ya Mungu kushuka na wewe kupandishwa kwenda kwenye madhabahu ya Mungu. Bwana apewe sifa. Na kitu sasa kinachompandisha mtu aende kwenye madhabahu ya Mungu moja kwa moja ni sadaka. Haleluya. Amen. Yeah. Na ukiangalia kuna vipengele vingi sana tulizungumza, na baadhi ya vipengele tulizungumzia sana kusema kwa nini sadaka inaweza kumpandisha mtu kwenda kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Sitaki kurudia sana huko, lakini tu sentensi ya muhimu sana ambayo ni lazima tuishike hata katika maisha yetu ya utoaji, inaweza ikatubadilisha sana, ni kwamba sadaka ina uwezo wa kumpandisha mtu. Inamtoa mtu mahali hapo alipo na kumpeleka kwenye madhabahu. Na sasa tukasema tafsiri yake na tofauti na Mungu kushuka kwako. Ukipandishwa kwenda kwenye madhabahu, imeandikwa kwamba ameketishwa juu sana. Waefeso sura ya 1 mstari kuanzia wa 21 na kuendelea mpaka 23. Ameketishwa juu sana kuliko mamlaka yoyote, kuliko enzi yoyote, kuliko sultani wowote, kuliko jina lolote linaloweza kutajwa kwenye ulimwengu. Kwa hiyo kama yeye ameketishwa juu sana, sadaka inatupeleka huko juu aliko. Ukisoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 6, inaelezea kwamba sisi nao tumeketishwa pamoja naye kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake tuwe tuna uhakika ya kwamba kama yeye ameketishwa juu kuliko mamlaka yoyote, sadaka inatupa nafasi ya sisi nasi kutuketisha pamoja naye kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake nasi tunakuwa tumeketishwa juu, na kama tumeketishwa juu, yeye ameketishwa juu kuliko mamlaka zote. Hakuna mamlaka ya njaa, ya magonjwa itakayokuwa kinyume na mimi na ikafanikiwa. Bwana apewe sifa. Kwa ndio tofauti ambayo tukasema Mungu kushuka kwako, atashuka na kuna wakati akishuka utapita kwenye moto. Lakini unapopandishwa, na kinachokupandisha ni sadaka, unapopandishwa kwenda kwenye madhabahu yake, uwe na uhakika kwamba hata kama kulikuwa na shida fulani ambayo ulikuwa nayo kwenye maisha, hiyo shida ni lazima iondoke. Kwa sababu gani? Umeketishwa juu pamoja naye kwenye ulimwengu wa roho, juu kuliko mamlaka yoyote. Mamlaka za magonjwa zitakuwa ziko chini. Kwa maana yake hata kama ulikuwa kwenye shida, ukiwa tambua tu thamani ya sadaka ya kwamba amemaliza yote kwa damu ya Yesu Kristo, ni lazima hayo magonjwa yakuachie. Bwana apewe sifa. Amen. Ndipo tukasema kuna tofauti ile kati ya Mungu kushuka kwako na wewe kupandishwa
kwenda kwa Mungu, na kinachokupandisha wewe kwenda kwa Mungu ndio tulisema ni sadaka, kwa sababu sadaka hiyo ndiyo inayotupa uhalali katika madhabahu ya Mungu aliye hai kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Na kama tunakumbuka kwa mwanzo tulipokuwa tunaweka msingi wa somo, tulizungumzia hata tofauti ya madhabahu na utendaji kazi wake. Tukasema kuna madhabahu ya Agano Jipya ambayo hii ndio tunayoizungumzia sana, ukitofautisha na madhabahu za Agano la Kale kama tulivyokuwa tulizungumza. Madhabahu ya Agano Jipya tumejengwa ndani ya damu ya Yesu Kristo. Ndiyo mwanzilishi wa madhabahu hii, alipoimwaga damu yake akajenga madhabahu, na madhabahu yake inakaa ndani mwetu. Lakini madhabahu kuu ya Mungu aliye hai, madhabahu ya mbingu, haipatikani tu kwenye eneo moja au eneo hilo hapo. Hiyo madhabahu ina damu ya Yesu Kristo, na ndiyo tunayozungumzia sasa, ya kwamba katika hiyo madhabahu ya Mungu ambayo ina damu ya Yesu Kristo, muumini anapokuwa anatoa sadaka yake, hiyo sadaka inampeleka moja kwa moja kwenda kumuunganisha kwenye hiyo madhabahu, ambapo madhabahu hiyo ina damu ya Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Amen. Hapa baadaye nitazungumza sasa kunecho kipengele kinachoenda kukamilisha somo letu, ambapo tulisema sasa kama tunatumia sadaka ya damu ya Yesu Kristo, kwa nini tutoe sadaka hizi za kawaida? Zinafanya kazi gani na zina umuhimu gani, na zinatusaidiaje sisi kama waumini? Bwana apewe sifa. Amen. Nitasema baadaye, lakini kwa vitu vya wiki iliyopita tukaendelea kusema sasa kwamba kuna mambo sasa ambao tunayapata kwa sababu ya kupandishwa juu kwenda kwenye madhabahu ya Mungu, na hayo mambo ndiyo nguvu ya sadaka ambayo tumekuwa tukizungumzia, nguvu ya sadaka katika madhabahu. Hayo mambo baadhi ambayo tulianza kuyataja. Jambo la kwanza tulisema sadaka, sadaka huondoa mipaka. Sitaki kuirudia kabisa hii, maana tuna wiki mbili tumekuwa tukijaribu kuizungumzia. Lakini kitu cha pili ambacho tulikiona kwa ufupi sana ile wiki iliyopita, tulisema sadaka huondoa dhambi. Naomba nikizungumza kidogo, alafu tutaendelea na vipengele vingine. Sadaka ile wiki tulisema huondoa dhambi, na kitu ambacho tulizungumza sana ni kwamba kama sadaka inaweza kuondoa dhambi, na sisi kama watumishi tunajua kwa asili kabisa mwanadamu wakati Mungu anamuumba hakuwa na dhambi ndani yake, na kwa sababu hakuwa na dhambi ndani yake, ukijaribu kurudi nyuma, maisha ya Adamu na Hawa kabla hawajaasi yalikuwa ni maisha ya raha sana, tunaweza tukasema ni paradiso. Bwana apewe sifa. Yalikuwa hayana shida, kwa sababu shida zimetokana na ile kosa na ile dhambi. Yalikuwa ni maisha ambayo hayana michongoma, hayana miiba, hayana kulima na ukashindwa kuvuna, hayana magonjwa, hayana shida yoyote. Bwana apewe sifa. Hayo ndio yaliyokuwa maisha ya Adamu na Hawa kabla hawajatenda dhambi. Kumbe baada ya kutenda dhambi, ile laana inapotaja kwamba miiba, ardhi itakuzalia miiba, michongoma, na itafanya hivi, utakula kwa jasho, wewe utazaa kwa uchungu. Hayo yote mjumuiko wake ndio tunaweza tukasema ni mahangaiko yote tunaweza tukayapata leo. Laana zote za ulimwengu huu zimejumuishwa kwenye huko. Kuugua, wakati mwingine kukosa, unafanya kazi haupati chochote. Hayo yote ni matokeo ya dhambi. Bwana apewe sifa. Amen. Sitaki kuzungumzia kwa undani sana, lakini ni kitu cha muhimu ambacho tulikisema hiyo siku. Tukasema sasa sadaka ina uwezo wa kuondoa hilo kosa. Kwa sababu gani ina uwezo wa kuondoa kosa hilo ama kuondoa dhambi? Ina uwezo wa kuondoa dhambi kwa sababu ya aina ya sadaka tunayotumia kwenye madhabahu ya Mungu. Sadaka tunayotumia kwenye madhabahu ya Mungu ni sadaka ya Mungu mwenyewe. Ukisoma Matendo sura ya 20 mstari wa 28 imezungumza hivyo. Ni sadaka ya Mungu mwenyewe. Kwa sababu ni sadaka ya Mungu mwenyewe, haikuwa na dhambi kabisa, na ndio maana inakuwa na uwezo wa kuondoa kabisa kosa. Biblia inasema kwamba sadaka za wanyama, sadaka
vitu vingine vingi ambavyo vilifanyika hata kwa Agano la Kale havikuweza kuondoa dhambi, lakini sadaka ya damu ya Yesu Kristo imeweza kuondoa dhambi. Kwa nini imeweza kuondoa dhambi? Ni kwa sababu ya ubora wake, ya kwamba alivaa mwili wa kawaida, lakini Waebrania sura ya 4 mstari wa 14 na 15 tunaambiwa kwamba katika mambo yote hakuwahi kufanya dhambi. Kwa sababu hakuwahi kufanya dhambi, damu yake ile ndiyo iliyokuwa na thamani sasa, kwamba haina dhambi, na hiyo damu ndiyo muumini wa leo anaitumia katika madhabahu ya Mungu aliye hai isiyokuwa na dhambi. Na tukasema moja ya kazi ya sadaka ni kumwakilisha mtu kwa Mungu wa madhabahu anayoitumikia. Kwa maana yake nikitoa sadaka kwenye madhabahu fulani, ile sadaka kazi inayofanya ni kuniwakilisha mimi mtoaji kwenye hiyo madhabahu. Bwana pewe sifa. Na kama inaniwakilisha kwenye hiyo madhabahu, niwe na uhakika kwamba Mungu wa madhabahu hiyo anawajibika kwenye mahitaji yangu yote. Yaani kuna wakati yeye atakuwa analazimika kila ambacho mimi ninakihitaji akiprovide. Na moja ya sifa ya Mungu ni kufanyaje? Mungu yeyote, awe ni miungu ya kawaida watu wanaoabudu, sifa ya moja ni kwamba ni lazima yeye awe ni provider, awapatie wale wa madhabahu yake. Ndio moja ya kitu ambacho Mungu anakifanya. Sasa kama mimi sadaka yangu inaniwakilisha kwenye madhabahu fulani, niwe na uhakika kwamba uhalali wa mimi kuhudumiwa uko kwenye madhabahu hiyo. Na ndicho kinachofanyika sasa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Kuna sadaka ya damu ya Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo ya sadaka ya damu ya Yesu Kristo alinihesabia mimi kuondoa lile kosa. Manake ninapotoa sadaka ya shukrani kwa ajili ya kuitambua kazi ya thamani ya damu ya Yesu Kristo, nitakizungumza vizuri hapa baadaye, hiyo ndiyo inayonipa uhalali wa mimi kuwakilishwa kwenye madhabahu ya Mungu. Ikiniwakilisha kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, niwe na uhakika ya kwamba Mungu huyo anawajibika kunihudumia mimi. Kwa kumbe ni wajibu wa Mungu kunihakikisha kwamba mimi sipiti kwenye changamoto fulani. Na ndio maana anapoguswa kwa njia ya sadaka, hata kama kuna miungu iliwahi kutamka hautatoboa mahali fulani, ni lazima utoboe. Bwana pewe sifa. Kwa sababu ya nguvu ya sadaka, na kwa sababu hiyo sadaka inaniwakilisha na ninatumia damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ambayo ilikuja kuondoa dhambi, niwe na uhakika ya kwamba kama liko jambo ambalo lilisababishwa kwenye maisha yangu lilitokea kwenye maisha yangu kwa sababu ya uwepo wa dhambi, hilo jambo ni lazima liondoke, kwa sababu dhambi haina nguvu tena ndani yangu. Bwana pewe sifa. Ukisoma Zaburi ya 103 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Kumbe kuna magonjwa husababishwa kwa sababu ya uwepo wa uovu. Kuna shida zipo kwa wanadamu si kwa sababu yoyote ile, ila ni kwa sababu ya nini? Kuna uwepo wa uovu. Na kama tulivyosema, hata mahangaiko yote haya ni kwa sababu tu ya uovu ule ndio uliosababisha hiyo laana na mambo yakatokea. Kumbe moja ya njia ya kuondoa hayo magonjwa, moja ya njia ya kuondoa udhaifu, moja ya njia ya kuondoa changamoto, hali mbaya ya kimaisha, kutokupata wakati ninafanya kazi, wakati mwingine ninafanya biashara lakini ninapata hasara. Moja ya njia ya kuondoa hicho kitu ni kushughulika eneo ambalo linasababisha hayo yawepo, na moja ya eneo linalosababisha tumesema ni dhambi. Kwa kumbe ndio mstari huu unasema mpaka Mungu akusamehe hayo maovu ndipo ayaondoe magonjwa. Kumbe kama kuna uwezekano wa kusamehewa na kuondoa uovu, hayo magonjwa ni lazima yaondoke. Bwana pewe sifa. Na ni moja ya kazi ya sadaka ambayo inaweza ikafanya hivyo. Kwa tafsiri nyingine tu, ni neno ambalo niseme ni neno la ufunuo kidogo. Sadaka ni sawa tu, wakati mwingine nafanya kazi sawa na maombi ya toba. Yaani sadaka yenyewe tunayotoa ni sawa tu na toba kamili kabisa. Bwana pewe sifa. Kama tunaweza kuruhusu damu ya Yesu Kristo ifanye kazi katika jambo fulani, iondoe uovu, sadaka inaweza ikafanya hicho kabisa bila hata maombi.
Bwana apewe sifa. Amen. Inaweza ikaondoa uovu. Kwa sababu gani inaondoa uovu? Ni kutambua kazi ya thamani. Sadaka tunazotoa tunatoa kutambua thamani ya kazi ya Yesu Kristo wapi? Msalabani. Pale mtu anapotambua thamani ya damu ya Yesu Kristo, ni sawa na ameomba toba. Bwana apewe sifa. Amen. Na ni lazima lile kosa liondolewe. Hivyo ndivyo kazi ya sadaka mojawapo ambayo tulikuwa tunaizungumzia, kwamba huondoa dhambi. Na sasa ikiondoa dhambi, niwe na uhakika kwamba hata ile hali mbaya ambayo ilikuwa inanipata kwa sababu ya dhambi, hiyo nayo inaondoka. Kwa sababu gani? Ilikuwepo tu kwa sababu ya kosa. Sasa kosa limeshaondolewa, haina nguvu tena. Bwana apewe sifa. Ni lazima iondoke. Hiyo ilikuwa ni moja ya kazi ya sadaka, au ndo nguvu ya sadaka kwenye madhabahu ya Mungu wetu aliye hai, ya kwamba inaondoa kabisa dhambi. Kitu kingine ambacho natamani nikizungumzie kwa muda mfupi, lakini kimekuwa tukikizungumzia pia kwenye maelezo mengine, kitu kingine ambacho sadaka inakifanya, ama nguvu ya sadaka, jambo lingine ambalo inatusaidia ni kufanyaje? Inampandisha mtu kuwa juu sana. Moja kazi ya sadaka ama nguvu ya sadaka kwenye madhabahu ya Mungu, ina uwezo wa kutupandisha sisi kwenda juu sana. Sasa sitaki kuizungumza sana hii mistari, lakini naomba tu tuisome kwa sasa hivi, maana nimekuwa nikiparaphrase sana. Waefeso sura ya kwanza mstari, tuanzie mstari wa 18 ili tupate picha vizuri zaidi. Waefeso sura ya kwanza tuanzie mstari wa 18, lakini kuna mistari muhimu ambayo nitahitaji hapo. Kwa aliyefika anaweza akatusaidia. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 18. Ndio, na Mungu inasema, ndio, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Mstari wa 19, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu uaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu zake uweza wake. Mstari wa 20, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Alipomfufua, kuna maneno hapa tuwe tunayapigia mstari. Hebu rudia kwenye hayo maneno. Alipo, mstari wa 20, ndio, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Alipomfufua katika wafu, ndio kitu cha kunoti. Akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 21, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litwajalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Mstari wa 22, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo, mstari wa 23, kwa ajili ya kanisa, mstari wa 23, ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Ili tupate picha nzuri zaidi, soma na Waefeso sura ya 2 ule mstari wa kuanzia wa 4 uende mpaka wa 6, lakini hata tungefika mpaka 18 ingetusaidia, lakini nenda mpaka wa 6, wa 10 tutauparaphrase. Waefeso sura ya 2 mstari wa 4. Waefeso sura ya 2 mstari wa 4, neno linasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Mstari wa 5, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Mstari wa 6, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika
katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Amen. Sasa ukiendelea kusoma hapo, anazungumzia habari za kuokolewa. Tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, mtu asije akajisifu, sio hivyo? Sasa kitu cha Mungu ambacho nataka kukizungumza ni sadaka inatupandisheje kwenda juu. Huu mstari tumeisoma sawa, ndio ya kwamba ameketishwa juu sana kuliko mamlaka zote, kama huo mstari 21 kwa Efeso sura ya kwanza, ameketishwa juu sana kuliko mamlaka zote. Lakini Efeso sura ya pili ukisoma huo mstari wa 6 inaonyesha kwamba sisi nao tumeketishwa pamoja naye kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake kitendo cha yeye kuketishwa juu ndicho na yeye kutuketisha pamoja naye ndicho kinachotupa hii pointi ya kwamba kumbe ametupandisha juu. Bwana kwa sifa. Lakini kilichomfanya yeye aketi pale juu sana kuliko mamlaka yote, kuliko enzi yoyote, kuliko usultani wowote, kilichomfanya aketi juu sana kuliko chochote kile ni nini? Ni ile kujitoa kwanza. Yeye akatoa damu yake ya thamani, na alipoitoa ile damu ndio ikampa, na Biblia inasemea habari za ufufuo wake. Manake kwanza tuna mchakato mzima ulikuwa ni kifo chake kwanza, halafu baadaye kushinda kifo na akafufuliwa, akapaa juu mbinguni. Alipopaa kwamba yeye akapandishwa juu sana. Sababu ya kupandishwa juu sana ni kwa sababu kwanza ya kutoa damu yake na kukomboa ulimwengu. Sasa ile kutoa damu yake na kukomboa ulimwengu, hiyo ndiyo tunayoona dhana ya nini? Ya sadaka. Bwana kwa sifa. Ile sadaka ya damu ya Yesu Kristo ndiyo inayotupa sasa sisi tupate nafasi ya fanyaje, ya kupandishwa juu sana. Yeye ndiyo iliyomfanya apandishwe kwenda juu, lakini anapopandishwa yeye kwenda juu, hapandishwi yeye tu, hata wale waliokolewa, waliomwamini yeye, anapandishwa pamoja na wao waende juu sana. Bwana kwa sifa. Amen. Ile kupandishwa waende juu sana, hiyo ndiyo inatupa ni sababu ya sisi kupandishwa kwenda juu sana, ni ile uwepo wa sadaka wa damu ya Yesu Kristo. Kile kitendo cha yeye kufa kwanza, kutoa damu, kukomboa ulimwengu, ndipo kulimpa thamani ya pande kwenda juu. Na kwa sababu hiyo sasa ametupandisha pamoja na yeye sasa kwenye ulimwengu wa roho. Bwana kwa sifa. Kitendo cha kutupandisha kwenye ulimwengu wa roho kwenda juu sana, hiyo inatupa taswira kubwa sana, ambao tunaweza tukasema unapopandishwa tu kwenda juu, uwe na uhakika kwamba hata kama kulikuwa na mpaka, kulikuwa na pointi yako tulizungumzia siku zilizopita kwamba sadaka inaweza kuondoa kabisa mpaka. Hata kama kulikuwa na mpaka, huo mpaka ni lazima uondoke. Bwana kwa sifa. Amen. Kitendo cha Mungu kutupandisha juu, hakuna mamlaka nyingine, na amesema kwamba akavitiisha vyote ambavyo yeye amevitawala, akavitiisha na sisi tuweze kuvitawala, ambao ni hekalu lake. Bwana kwa sifa. Kama tunavitawala, hakuna mamlaka ya kiganga itakayoamua jambo juu ya maisha yangu na hilo jambo likafanikiwa. Hakuna mamlaka ya magonjwa ambayo ni adui anataka kuyapandikiza kwenye maisha yangu na hayo magonjwa yatafanikiwa. Hayapo. Bwana kwa sifa. Hiyo ndiyo nguvu ya sadaka. Kwa maana yake ina uwezo wa kunilinda na dhidi ya mishale ya adui kwa namna mbalimbali. Inanilinda. Anapokuja kunitafuta kwenye ugonjwa, atakuta kwamba hakuna jina la ugonjwa lolote linaweza kutajwa kwenye ulimwengu na likafanikiwa. Anaponitafuta kwa namna mbalimbali, atakuta hiyo mamlaka anayotumia haiko chini yangu, imeketishwa chini. Bwana kwa sifa. Kwa faida moja ya sadaka ni kunipandisha juu. Inaponipandisha juu, imeondoa mipaka ambayo ninaweza nikaelewa kwamba mwaka huu hautavuka. Kwa unaweza ukawa na mipango ya mwaka kwamba nitafanya hiki na hiki, lakini kunaweza kukawa na ukinzani katika mipango hiyo kwamba hautafanikiwa kwenda huku, na watu wengine wakaenda hadi kwenye madhabahu zingine za giza wakakutolea sadaka na wakufunge ya kwamba hautafanikiwa kwenye hili jambo. Kwa njia ya sadaka ya damu ya Yesu Kristo kwenye madhabahu ya Mungu wetu aliye hai, inamaanisha kwamba hiyo mipaka haitakuwepo tena. Bwana kwa sifa.
Amen. Hizo mamlaka zote wanazoweza kuzitumia ziko chini na hazitafanikiwa kwa jambo lolote. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni moja ya nguvu ya sadaka. Sasa kwa mtoaji, mtu anatoa sadaka, tuulizane tu swali la kwamba ni nini ambacho Mungu atupatie tena kama thamani ya sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Eti si tukiwa na damu ya Yesu Kristo kila kitu tunacho. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Tukiwa na damu ya Yesu Kristo kila kitu tunacho. Lakini ili hiyo damu ya Yesu Kristo ifanye kazi sawa sawa kwenye maisha yetu, tunatakiwa kuitambua hiyo damu ya Yesu Kristo. Na kipengele cha kutambua damu ya Yesu Kristo sasa ndio haya matoleo ya kawaida tunayoyatoa. Kumbe sababu ya matoleo ya kawaida ya sadaka tunazozitoa ili hali tuna damu ya Yesu Kristo ni kuitambua kazi ya msalaba, kutambua kazi tu ya damu ya Yesu Kristo. Na pale ambapo tunaitambua damu ya Yesu Kristo kwenye maisha yetu, hapo ndipo tunaipa nafasi ya kwamba itupandishe, tunaipa nafasi ya kwamba iondoe dhambi, tunaipa nafasi ya kwamba iondoe mipaka katika maisha yetu. Bwana apewe sifa. Amen. Na moja ya kipengele kingine ambacho nitakizungumza tu, sitazungumza sana, na ni muhimu sana, moja ya faida ya damu ya Yesu Kristo ama sadaka kwenye madhabahu ya Mungu wetu aliye hai ni kushikilia uhai wa mtu. Sadaka ina uwezo wa kushikilia uhai wa mtu. Sasa katika yote hayo mengi pointi zote tulizozungumza zilikuwa zinanihusu mimi mwenyewe. Inaondoa dhambi kwangu, inaondoa mipaka kwangu, inanipandisha juu ni mimi. Lakini kwa pointi hii inasema kushikilia uhai wa mtu. Hii sasa nikizungumzia kushikilia uhai wa mtu, ninaweza nikazungumza kwa muktadha kwamba hata haya ambayo Mungu ananikirimia mimi, kizazi changu nacho kinaweza kikayakuta. Bwana apewe sifa. Kwa sadaka ina uwezo wa kulinda maono ambayo katibu wetu anapoyatolea sadaka. Hayo maono yatakaa hata kama yeye atakuwa ameondoka, yatakaa na yatakuja kufanyiwa kazi na kizazi kinachokuja. Bwana apewe sifa. Amen. Katika hili nitoe tu mfano mmoja. Pastor wetu amekuwa akizungumza sana hiki, kwa wale ambao tumewahi kuzungumza naye nadhani tutakumbuka. Yeye huwa anatoa story ya kwamba uchungaji alianzia babu yake, na ndiye yule Mitinje alikuwa ni mchungaji, ndiye aliyeanza. Sasa alichokifanyaje yule mzee, alitoa sadaka ya kwamba katika kizazi chake hakutakuwa, lazima atapatikana mtu wa kurithi huu mkoba wa uchungaji. Akawa mzee amemaliza hivyo, kizazi cha kwanza watoto wake wote wakapita, hakuna mtoto aliyekuwa mchungaji hata mmoja. Wamezaliwa kina pasta wetu Dr. Mitinje, wanakuta wazazi wao ni waumini tu wa kawaida, wameishi kwenye maisha ya kawaida. Inafikia hatua kwa sababu ya nguvu ya sadaka ile, ilianza kumfuatilia, na wakati huo alikuwa na maisha fulani, wakati mwingine ilikuwa ni ngumu sana kumuondoa kwenye kawaida yake, lakini kwa sababu tu kuna agano fulani liliwekwa kwa njia ya sadaka ya kwamba lazima atokee mtu wa kurithi, ilimtafuta na ikamfanya mpaka leo hii amekuwa ni mchungaji. Bwana apewe sifa. Kumbe sadaka inaweza ikashikilia uhai wetu. Kushikilia uhai wetu ni sawa na kuyatamia hata maono tulionayo. Umeanzisha wewe, hata kama wewe siku ya leo utaondoka, wanaofuata kizazi chako watayaendeleza. Kizazi chako kitayakuta na kitayaishi, hata kama yupo mtu ambaye atawaambia kwamba ili jambo mlipaswa mlifanye, hata kama hujatumia sauti. Ile sadaka inamkumbusha Mungu siku zote, na ndio tabia ya sadaka. Ukisoma ile habari ya Abeli na Kaini, Mungu anamwambia Kaini ya kwamba damu ya ndugu yako inanililia. Na kipindi kilichopita tulisema hakuna sadaka yenye thamani kubwa sana kama sadaka ya nini? Ya damu. Hicho kipengele tulikisema wiki iliyopita. Hakuna sadaka yenye thamani sana kama sadaka ya damu. Ndio maana sisi tunajivunia, kwa sababu kwenye madhabahu yetu kuna sadaka ya damu, na si damu tu, ni damu ya Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni
Mungu mwenyewe, ambao yenyewe haikuwa kabisa na dhambi. Na katika maisha ni lazima tuwe makini sana pia kwamba kuna wakati tunaweza tukapambana na maisha, alafu kuna mtu kumbe amekutolea sadaka kwenye madhabahu nyingine, na kwa sababu ameenda kutoa sadaka. Haya mambo yanaoperate kote kote, ulimwengu wa roho kote kote yanaoperate, uwe ni wa nuru uwe ni wa giza, formula ni ile ile. Ukitoa sadaka, uhai wako uko kwenye ile madhabahu uliyoitolea sadaka. Kwa maana yake hata wao huwa wanatoa sadaka za damu ama sadaka zozote kwenye madhabahu zao, na wananuia maneno fulani ya kwamba nataka fulani afanywe hivi, bila kujua namna ya kujinasua kwenye hayo aliyokunuia, hayo aliyoyazungumza kwenye madhabahu. Ile madhabahu kwa sababu imepewa sadaka, italifuatilia hilo jambo mpaka ifanyeje, ilitimize. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hiyo ni lazima pia kuwa makini sana. Baadhi ya vitu watu wamefungiwa kwenye madhabahu hizo. Sasa kwa sababu ya uthamani wa sadaka ya damu ya Yesu Kristo, sisi tuna kitu kilicho bora zaidi kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Kwa sababu hiyo ni lazima tunapoitumia damu ya Yesu Kristo kama sadaka ya Mungu wetu ambayo ameitoa kwa ajili yetu, hapo ndipo tunakuwa na nguvu sana, na kwamba kiasi kwamba hivyo vyote vinakuwa viko chini yetu na tunafanikiwa kimaisha. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Kwa kifupi kabisa sasa nizungumze hili ili tufinalize somo letu na tuingie kwenye maombi. Nilikuwa natamani sana kwamba leo tupate maombi, na ile siku niliomba kama ingekuwa ingefaa na katibu wetu tukapata tu nafasi nzuri ya kuombea mipango mikakati yetu kwa undani zaidi. Haya mengine tumekuwa tukiombea sana na tutaombea, lakini tupate tu nafasi leo ya kuombea zaidi nini, mipango mikakati yetu, na tunapoiombea tuiombee kwa kuambatanisha na sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Lakini sasa ili tuiambatanishe, kuna hichi kipengele cha muhimu ambacho tunasema kwa nini tutoe sadaka. Sasa kama tuna sadaka yenye thamani kiasi hicho, ina uwezo mkubwa kiasi hicho, hii sadaka ambayo mimi ninaweza nikachukua mfukoni na nikaenda kutoa, inafanya kazi gani tena? Nini cha ziada inaenda kukitafuta? Na huku tuna sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Amen. Kitu tu ambacho nianze kusema kama tahadhari, kama tumekuwepo kwa muda mwingi tukijifunza hili somo, kuna wakati utagundua tulisema kwamba kuna aina za sadaka zilitolewa zamani kama za kuteketezwa na zilikuwa na malengo yake. Nianze kwanza kwa kutoa hii ili ya kwamba iwe ni alert kwetu na itusaidia kwenye maisha. Ukikuta sehemu yoyote kwenye ulimwengu huu wa Agano Jipya, kuna kwenye madhabahu yoyote inahitaji utoe sadaka ya kuteketezwa, kwamba utoe kuku alafu akachinjwe kwenye madhabahu, epuka hiyo madhabahu. Yaani hii sentence nimewahi kusema pia. Epuka sana hiyo madhabahu. Si madhabahu halisi ya Mungu wa Agano Jipya. Kwa sababu gani? Sadaka inayotumika kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai kwa Agano Jipya ni sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Sasa kuna kitu gani kingine ambacho kitafutwe ambacho kiwe bora kuliko damu ya Yesu Kristo? Tumetoka kutumia damu ya Yesu Kristo, turudi kwenye kutumia damu ya kuku. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni vitu vya kujiuliza hapo. Ukikuta tu kuna sadaka inatolewa lakini ni ya kuteketezwa, hatukatai kutoa kuku, atatolewa, lakini atatolewa kwa muktadha gani? Asiwe ni wa kuteketeza. Ikiwa ni ya kuteketeza, maana yake inatafsirika kama Agano la Kale walivyokuwa wanafanya, umemfanya kuku awe ni kwa niaba ya uhai wako, yule ndiye atakaye kufanyaje, atakaye kuwakilisha. Na sasa udhaifu wa kufanya hivyo ni kwamba Biblia inasema pamoja nayo yalifanyika, lakini hayakuondoa kabisa dhambi, hayakuwa na nguvu, yalitumika tu kufanyaje, kuifunika. Sasa utoke kwa yule ambaye anaweza kaondoa kabisa dhambi, kaondoka, urudi tena kwenye kufunika tu dhambi. Bwana apewe sifa. Kwa maana yake kuna udhaifu fulani, na wakati mwingine hizo zimekuwa ni moja tu ya madhabahu za kipagani ama ibada za sanamu pia.
Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni lazima pia tuwe makini sana tunapotoa sadaka. Sasa ni nini ambacho kitolewe? Ndio kitu cha muhimu, na kitolewe kwa muktadha gani? Bwana apewe sifa. Amen. Sadaka yoyote ile inaweza ikatolewa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Yoyote iwe ni wanyama, pesa, vyovyote vile tunaweza tukatoa, lakini kitu cha muhimu, kwa maana yake jibu ni kwamba chochote kile tunaweza tukatoa kwenye madhabahu ya Mungu. Chochote kile, nguo, yaani ardhi, kila kitu ambacho unachokiona hapa, kama unakimiliki wewe, unaweza ukakitoa kwenye madhabahu ya Mungu. Lakini unakitoa kwa muktadha upi? Unakitoa kwa kuitambua tu thamani ya damu ya Yesu Kristo. Kwa ndio kitu cha muhimu. Unatoa nini? Chochote ulicho nacho kitoe, lakini kwa lengo gani? La kutambua thamani ya sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Pale mtoaji anapofikia hatua ya kutambua thamani ya Yesu alifanyia nini, Yesu ndiye aliyeondoa mipaka, Yesu ndiye aliyeondoa dhambi, ndiye anayeweza kushikilia uhai wangu, ndiye anayeweza kuniondoa kwenye hiki na hiki. Ile sadaka ya damu Yesu Kristo ndiyo inaweza kumaliza yote. Mtu anapoenda kutoa chochote, kuitambua thamani ya hiyo kazi ya msalaba, hapo ndipo kuna usahihi wa kutoa, na hicho ndicho kazi ya sadaka tunazozitoa hata leo. Kumbe sadaka tunazozitoa leo zina kazi kubwa sana, lazima tuzitoe. Na tunazitoa kwa nini? Zikatambue kwamba zinatuwakilisha, zinatufanya kwamba tutambue ya kwamba kuna Yesu aliwahi kufanya hiki na hiki kwenye maisha yangu. Na moja ya kitu ambacho Mungu naye ukiangalia sana ni mtu anayetambua kazi ya damu ya Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa kumbe kuna maisha, hatuwezi kuvuka eneo kwenda eneo jingine pasipo kutoa sadaka, kwa sababu hiyo sadaka ndiyo nitakapoitoa ndiyo inayoenda kuwakilisha moyo wangu. Ile siku wakati tunajenga msingi wa somo tuliwahi kukisema hicho kitu, ya kwamba sadaka inapokuwa inatolewa inaenda kwenye madhabahu, lakini inaenda kwenye madhabahu kumwakilisha nani? Mtoaji. Na tukasema inaubeba moyo wa mtoaji, inaupeleka kwenye madhabahu ambayo anaenda kutolea sadaka. Sasa kumbe pasipo kuwepo kitu ambacho wewe kinakuwakilisha kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, maana yake uwe na uhakika ya kwamba hata moyo wako hauko pale. Kuna sehemu Biblia ikasema mahali ambapo hazina yako ilipo ndipo na moyo, mahali ambapo hazina yako ilipo ndipo na moyo wako upo. Kumbe kama sadaka yako ipo kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, uwe na uhakika mahali hapo moyo wako uko pale, nafsi yako iko pale. Na ni moja ya kitu au tekniki ambayo hata wakati Elia anataka mtambulishe Mungu, alikifanya hicho kitu. Tukasema kile kitendo cha kuchagua mawe 12 kujengea kwenye madhabahu yake ilikuwa ni nini? Anawakilisha makabila 12 ya taifa la Israeli. Lakini tukasema akaweka mapipa 12 ya maji. Tukasema katika maji ndipo pana nini? Pana uhai. Maana yake alikuwa anawakilisha uhai wa watu wale kwenye hiyo madhabahu. Kumbe hiyo ndiyo ilitumika, ni kitu cha ziada kwenye madhabahu ya Elia aliyokuwa amejenga. Na tukasema madhabahu inayopewa sadaka iliyo nono huwa ina nguvu na inaweza kutoa majibu. Sio kwamba Mungu Baali alikuwa hajibu kabisa na mpaka awe Mungu. Maana yake watu walikuwa wanamwamini na wamekabidhi mioyo yao kwao. Kuna mambo amewafanyia. Ile siku wakati tunaanza kabisa somo tulisema hivyo vitu. Na kwa sababu hiyo sasa, kumbe kilichomfanya siku hiyo asiweze kujibu ni kwa sababu ya ubora wa sadaka. Kilichokuwa kinapambanishwa hapo ni ubora wa sadaka katika madhabahu. Wao wametoa tu ng'ombe, lakini huyu si ng'ombe tu. Katika wakati ambapo hapakuwa na maji, ametoa maji. Na ile tafsiri ya maji ni kwamba yule jamaa Elia aliwamilikisha kwanza wale watu ambao wanataka Mungu amtambulishe kwao, akawamilikisha kwanza kwenye madhabahu yake. Sasa itakuwa ni kazi Mungu kwenda kushuka na kujibu? Ilikuwa ni kazi nyepesi sana, kwa sababu kwanza wale watu uhai wao umemilikishwa kwenye madhabahu ile ambayo
ambayo Elia anataka amtambulishe yule Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hiyo sadaka inafanya kazi hiyo ya kutuwakilisha. Kwa kumbe kuna mambo ni lazima niwe nimetoa sadaka ndo niapokee. Kwa kumbe mpaka hata kitu tunachosema kwamba ina sadaka ya damu ya Yesu Kristo kwenye madhabahu ya Mungu aliyo hai ina uwezo wa kuondoa mipaka. Ili iondoe mipaka ni lazima kuna kitu nimetoa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Hicho kitu ndicho kinafanyaje, kinanifanya mimi nitambue thamani ya kazi ya damu ya Yesu Kristo, ya kwamba hata hili anaweza kaondoa mipaka kwenye maisha yangu. Ikiwa ni kuondoa dhambi, mpaka wakati mwingine nikiwa moyo wangu uko kwenye hiyo madhabahu, ndipo hiyo madhabahu iwe na uwezo wa kushughulika na mambo ambayo yamenifanya mimi niwe na magonjwa. Kwa mfano hayo uovu ambao unanifanya niwe na hali mbaya katika maisha. Bwana asifiwe. Amen. Lazima iweko hiyo sadaka. Na sasa kuna sentensi hapa tuzungumze, kwa sababu ni muhimu sana na tunatamani wakati tunatoa sadaka zitusaidie kwenye maisha, tuone umuhimu wa tuone faida za sisi kutoa sadaka. Tusiwe tu tunatoa sadaka afu hatujui zinafanya kazi gani na hazitusaidii. Bwana apewe sifa. Amen. Niseme sentensi hapa ya kwamba madhabahu inayopewa sadaka iliyo bora huwa ina nguvu sana na inaweza kujibu. Ina nguvu sana na inaweza kujibu. Mfano ni hiyo madhabahu ya Elia, tuachane nayo, lakini tu ni kitu cha kujifunza sana. Mungu huwa anapima ubora wa sadaka anayotolewa. Anaona kwamba huyu mtu amenitambua kwa kiasi fulani, na ukimtambua Mungu kwa kiasi fulani, yeye naye atakuja kwako, hiyo sadaka itakuwakilisha wewe kwa namna hiyo hiyo. Bwana apewe sifa. Kumbe kuna umuhimu wa kutoa sadaka, lakini si sadaka tu. Kuna mambo ili tufanikiwe ni lazima tutoe sadaka iliyo bora. Bwana apewe sifa. Amen. Tunataka Mungu atuondolee mipaka katika maisha. Ni lazima tujue kwamba kuna watu wanaoweka mipaka, wanaweza wakatoa hata watoto wao aliyemzaa, na tukasema hakuna sadaka yenye thamani sana kama sadaka ya damu. Sasa mtu katoa mtoto wake akufungie eneo fulani, alafu wewe uende tu ukatoe kawaida kuitambua kazi ya thamani ya damu ya Yesu Kristo inayoweza kuondoa hiyo mipaka. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa kumbe ni lazima kwanza, ili tuweze kuvuka mambo fulani, kuna umuhimu wa kujua kumtolea Mungu kitu kilicho bora zaidi. Hicho kilicho bora ndicho kinatuwakilisha kwa ubora kwenye madhabahu ya huyu Mungu, na kikituwakilisha kwa ubora, Mungu anahusika moja kwa moja. Hata kama kilikuwa tumetangaziwa mauti ni lazima iondoke. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa sababu ya ubora. Yaani tumefanya kitu ambacho kikamfanya Mungu, yaani tumefanya kitu kilicho bora, kikatuwakilisha kwa ubora kwenye madhabahu ya Mungu, na hiyo madhabahu ya Mungu haitanyamaza kabisa kuona ninaharibikiwa, ili hali kuna kitu kilicho bora kwenye madhabahu ya Mungu wetu. Bwana apewe sifa. Amen. Na sasa niseme kitu kingine ambacho wakati namalizia kabisa, na ubora wa Mungu katika matoleo au katika sadaka yoyote si kama mwanadamu anavyoweza kuangalia, sio kama mwanadamu anavyoweza kupima. Wakati mwingine sisi wanadamu ni jepesi kumpigia makofi mtu aliyekuja hapa na akatoa 100,000, alafu mtu aliyekuja kutoa 500 au akatoe 200 au akatoa 2000 aonekana ni mtu wa kawaida kabisa, hajafanya chochote. Kwa akili za kibinadamu ni jepesi sana kupiga makofi mengi, tukampigia makofi mengi mtu aliyetoa sadaka ya kubwa hiyo ya 100,000. Ni jepesi, lakini kwa Mungu wetu hapimi kama tunavyopima sisi wanadamu. Bwana apewe sifa. Amen. Luka sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Luka sura ya 21. Mungu wetu hapimi ubora wa sadaka inayotolewa kama mwanadamu ambavyo angeweza kupima. Mara nyingi sisi tunaona vya nje, tukiona mtu katoa 1,000,000, katoa 100,000, bila shaka hapo tutasema huyu bwana ni mtoaji sana.
Bwana apewe sifa. Amen. Na kwa sababu hiyo inawezekana hata madhabahu ya Mungu inamhudumia sana, lakini kwa Mungu sio hivyo. Umeshafika mtumishi wa Mungu, hebu tusomee Luka 21 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Luka 21 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Matajiri wameenda kutia sadaka katika chombo cha kutolea matoleo. Ndio. Mstari wa 2. Ndio. Akamwona mjane mmoja. Mjane naye akaja na yeye anaenda kutoa sadaka. Maskini akitia mle senti 2. Matajiri kama walitia, tuwe na uhakika kwamba kwa pesa zetu za kawaida za siku hizi tunaweza tukasema hao ndio walienda wakatoa 100,000, mwenye kutoa 1,000,000, mwenye kutoa elfu ngapi, elfu 50,000, hao ndio matajiri. Sasa seti wameenda wametoa, alafu akatokea mtu mwingine akawa na 200 tu akaenda kutoa naye sadaka. Ndio, endelea. Mstari wa 3. Ndio. Akasema, hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote. Sasa kwa kipimo cha Mungu sasa ni Yesu anasema kwamba mjane aliyetoa 200 ametoa zaidi kuliko tajiri aliyetoa 100,000. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa ni uchunguzi au nini, ubora wa sadaka namna Mungu anavyoupima si kama tunavyoweza kupima sisi wanadamu. Sasa Mungu upimeje ubora wake ili tusaidie kwamba hata tunapotoa tujue tunatoa kitu bora au hatutoi bora. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa watu wa mahesabu, mimi kwa sababu nimesoma mahesabu naweza nika paraphrase hii kauli kusema kwamba Mungu hupima matoleo yetu, ubora wa sadaka zetu kwa kutumia kitu kinachoitwa asilimia, percentage, asilimia. Sasa ili ajue umetoa kwa asilimia ngapi, anachukua kitu alichokubariki kabla hujatoa, anaangalia na unachomtolea kwa wakati huo. Kwa hiyo anachukua ulichotoa, anagawanya na alichokuwa amekubariki, anazidisha kwa 100, anajua umetoa kwa asilimia ngapi. Bwana apewe sifa. Amen. Hiyo ni formula ya ulimwengu wa roho, ila sasa imezungumziwa kwa namna ya kimwili ili tuielewe. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa kama mtu alikuwa na milioni 10, akitoa 100,000, uchukue 100,000 alafu gawanya kwa milioni 10, zidisha kwa 100, ujue huyo ametoa kwa asilimia ngapi. Mwingine alikuwa na 200, akaenda kuitoa 200 yote, chukua hiyo 200, gawanya kwa 200, uzidishe kwa 100, alafu ujue ametoa kwa asilimia ngapi. Alafu ujue waweke sasa kwenye eneo moja, unataka kutathmini nani ametoa kwa ubora kati ya hawa watu wawili. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa kumbe wakati mwingine tumekuwa tukiishi tukiamini ya kwamba tunapotoa kiasi kingi ni sawa na tumetoa sana, lakini Mungu anapoangalia kitu ambacho amekubariki ulichokuwa nacho kwa wakati huo na wakati unaenda kumtolea, anaona ni kabisa haujafanya chochote. Lakini kuna watu inawezekana wamehukumiwa pia kwamba ni kama watu wasiotoa sadaka, hawataki kutoa, lakini kumbe ndio watu ambao wamekuwa wakifanya kwa ubora zaidi. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa nimesema kwamba sadaka iliyo bora ndiyo huwa ina uwezo wa kumwakilisha kwa ubora zaidi mtu kwenye madhabahu anaoenda kuitolea. Na kwa sababu hiyo kumbe ni muhimu mimi nijue nitafanyeje ili nitoe kwa ubora, ili sadaka yangu iniwakilishe kwa ubora. Nikifikia hatua tu ya kujua ubora wa sadaka ninaweza kutoa, nitoeje ili niwe nimefanya kwa ubora, hicho kitu ndicho kinachonipa nguvu, na Bwana atahusika moja kwa moja katika jambo nililokuwa nililokuwa nalitolea. Kila moja huwa wakati mwingine natoa kwamba Mungu anibariki kwenye biashara yangu. Sasa hiyo sadaka unayoitoa Mungu ndo atakuwa anaiangalia, alitoa kwa ajili ya biashara, moyo wako ndio umewakilishwa huko pale, lakini anaangalia na ubora kwamba huyu mtu yuko serious kweli, anataka kubarikiwa kwenye biashara. Bwana apewe sifa. Amen. Alitoa ili nimuondolee ugonjwa fulani, yuko serious kweli, anataka aondolewe huu ugonjwa. Nitoe ushuhuda mmoja ambao ulitokea tu Jumapili kanisani.
bila shaka wote tuliokuwepo kanisani, sio wote, ila waliokuwepo kanisani, inawezekana kuna watu pia waliona hiyo hali. Wakati wa matoleo ya zaka, kuna mtu alienda kutoa zaka, alafu akashikwa na nguvu ya Mungu, akafanyaje? Akadondoka. Nadhani wengi tuliona hiyo hali tuliokuwepo, na wakati huo sisi tulikuwa tunaendelea kujifunza nguvu ya sadaka kwenye madhabahu. Bwana apewe sifa. Haya mambo ni halisi, na kwa kila mmoja ambaye ameachukulia kwa uzito wake, akibadilika kwenye eneo la kumtolea, akaamua kutoa kwa thamani, sadaka hiyo haziendi bure. Na haya yote tuliyozungumza zitaondoa mipaka, zitaondoa dhambi ambazo zinatusababisha wakati mwingine tuwe na magonjwa, wakati mwingine tuwe na hali mbaya za maisha. Zitaenda kuwakilisha uhai wetu kwake, kwamba hata jambo ambalo nitalianzisha mimi, wanaweza wakaja vizazi vyangu wakaliendeleza. Itatupandisha juu na kuondoa kabisa. Kutupandisha juu maana yake zinatusaidia tuwe na maisha ya ubora, na wakati mwingine Mungu anataka na sisi tuwe na maisha ya ubora, kwa sababu kazi ya damu ya Yesu Kristo alifanyika maskini ili sisi tusiwe maskini tena. Bwana apewe sifa. Sasa sadaka inaweza ikasaidia sana kutuondoa pia kwenye maeneo ya umaskini, lakini tunapofanya kwa ubora. Sasa yule mtu alipotoa sadaka aliachilia madhabahuni, lakini baada ya ibada baadaye alikaa sawa, lakini baada ya ibada tulikuwa kwenye mazoezi, wanakwaya na magospel, tukiwa tunaendelea na mazoezi, tukawa tumeitwa kule nyumbani alipoenda. Sasa hiyo hali ilienda kutokea, akadondoka tena, na akawa anachotaka tu ni kimoja, anahitaji watumishi. Sasa tukawa tumeitwa tuende tukamhudumie pale nyumbani kwake. Tulienda na mtumishi wa Mungu hapa, lakini tulipofika katika maombi, wakati tunamwombea sana, moja ya kitu ambacho madhabahu za giza zilianza kutamka na zinadai sana, zilianza kuuliza ya kwamba huyu mtu alitoa zaka leo, kwa nini ametoa zaka? Sasa na moja ya kitu alichokuwa na kidai, ile zaka aliyoitoa inatuharibia mambo yetu. Tulichokuwa tumekipanga ni kwamba hatafanikiwa kwenye hili, hatafanikiwa kwenye biashara zake, ana biashara fulani anafanya, lakini tulipanga hatafanikiwa. Sasa alichokitoa kimegeuka kuwa moto kwetu, maana yake kinaunguza nguvu zao, madhabahu yao inateketea kwa sababu ya zaka aliyoitoa. Huyu mtu hakuomba. Kuna siku tulisema wakati mwingine sadaka tunapoitoa kwa ubora inaweza ikawa ni zaidi hata ya mambo ambayo tungeyaomba, ingefanya yale ambayo tungeyaomba. Sadaka tu tukiitoa inaweza ikafanya. Sasa kilichokuwa kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho, kilichokuwa kinafanyika ni nini? Huyu mtu katoa zaka, na moja ya kazi ya zaka ni sawa na matoleo mengine. Ukisoma kwenye Malaki inazungumza kwamba nijaribuni kwa njia hii, nanyi muone kama sitafungulia milango ya baraka. Sasa ulimwengu wa giza unatamka laana ya kwamba unafunga na kumwekea mipaka, hatafanikiwa kufikia hatua fulani, unamfungia kwamba anatakiwa aendelee kuwa maskini. Lakini kuna baraka imetamkwa kwa sababu ya nini? Ya sadaka. Bwana asifiwe. Kwa kilichokuwa kinafanyika, baraka ya Mungu aliyoitamka, ikiwa mtu amefanya kwa ubora, ni lazima hiyo baraka ilazimishe kuja kwako. Huo unataka utaki, ila baraka hiyo ambayo Mungu kaiachilia ni lazima ilazimishe kuja kwako. Inakuja kwake, inakutana na ukinzani mwingine. Hapo ndipo ulimwengu wa giza ukawa uko chini. Sawa na tulivyosema, sadaka yetu kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai ina nguvu sana, haiwezi kulinganishwa na kitu chochote. Na kilichokuwa kinadaiwa ni wivu tu wa mtu alimuona kama kufanikiwa kwenye biashara yake, akaamua kwenda kwa njia za kishirikina hivi amfunge kwa namna ya kichawi, ya kwamba asifanikiwe. Akatuma hayo mapepo ya nini yamzuie kabisa. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea. Si kwamba alikuwa anaomba sana, ila alitoa zaka. Ile zaka sasa, Biblia inasema kwamba nami nitamkemea alaye. Kilichotokea, wale waliokuwa wametumwa kwenda kula biashara yake, kumzuia kwenye mafanikio, Biblia inasema Mungu mwenyewe anahusika kufanyeje? Kuwakemea.
anahusika kuwakemea. Kwa sababu gani? Ya zaka, kwa sababu ya matoleo, kwa sababu ya dhabihu. Bwana pewe sifa. Kwa kumbe sadaka ina nguvu na inaweza ikazuia kabisa. Wakati mwingine kwa sababu ya somo hili limekuja mwanzoni kabisa wa mwaka, tukasema inawezekana kuna mipango tunaiweka, na inawezekana ulimwengu wa giza umeshikwisha tambua fulani amepanga atafanya hiki na hiki, na ulimwengu wa giza ukajipanga ya kwamba hautafanikiwa kwenye hilo eneo kwenda hatua nyingine. Ni wakati wetu wa kumwambia Mungu na kutoa sadaka zetu ya kwamba ayaisimamie hiyo mipango tuliyoiweka, na kwa njia ya sadaka itakuwa inamkumbusha kwenye madhabahu ya Mungu, itakuwa inakumbusha kwamba huyu mtu anapaswa afanyeje kwa mwaka huu, ndani ya mwaka huu afikie hatua fulani kiuchumi, afikie hatua fulani kwenye biashara, afikie hatua fulani kwenye elimu. Hata kama kuna madhabahu zingine zingeweza kumzuia mtu ya kwamba asifikie hilo eneo, lakini ile sadaka ya damu ya Yesu Kristo itakuwa inanena mema kwangu, itakuwa inasema nina uhalali wa kuvuka kutoka eneo hili niende eneo jingine. Kwa mipaka niliyokuwa nimewekewa ni lazima ifanyeje? Itolewe. Bwana pewe sifa. Amen. Na hapo ndipo pana ukamilifu wa mipango yetu tunayoweka. Na kwa sababu hiyo sasa naomba nifunge kabisa, tupate tu muda kila mmoja. Inawezekana ana mipango yake, na ile wiki tu wakati tunamalizia ibada tulisema kwamba ukiweza kabisa, kwa sababu tumekuwa na somo la nguvu ya sadaka kwenye madhabahu, ni lazima tutoe sadaka sasa kwa ubora. Bwana pewe sifa. Amen. Na tukasema kwamba kwa sababu ibada ya leo tuliomba iwe ni ya kuombea mipango yetu ya mwaka huu, basi tuambatanishe na hizo sadaka zetu maalum kwa ajili ya Bwana. Tumwambie tu Bwana kwamba nina mpango huu na huu na huu, lakini sadaka ihusike kuwatuwakilisha kwa Mungu. Pale ambapo sisi tutakuwa tumekosa muda wa kumkumbusha Mungu kwamba ninaomba unisaidie hiki, ninaomba unisaidie hiki, sadaka hainyamazi siku zote. Anamwambia Kaini ya kwamba damu ya ndugu yako inanililia. Maana yake hainyamazi. Sadaka ina tabia ya kutokunyamaza. Itaendelea kumkumbusha Mungu, huyu mtu ndani ya mwaka huu ni lazima aolewe. Huyu mtu ndani ya mwaka huu watoto wake ni lazima wamalize shule. Ni lazima wafanikiwe kwenye level fulani, wafike hatua nyingine. Itakuwa inamkumbusha. Bwana pewe sifa. Amen. Ndio. Kwa hiyo kwa wakati huu tunapoingia sasa kwenye kipindi cha maombi, na tamani tu tusimame sasa ili tuingie sasa kwenye kipindi cha maombi.